Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mlipo, hujambo. Sasa hivi mtazamaji wangu, there is a leaking information from State House of Kenya ambapo wabunge wametishia ya kwamba they want to impeach President William Samoei Arap Ruto. Je, ni kipi kinaendelea? Kuna ujumbe fulani yesterday night. I want to show you some WhatsApp messages that has leaked, whereby yesterday night President William Samoei Ruto and his deputy ambaye ni Kithure Kindiki waliweza kuitana mkutano wa dharura katika ikulu ya rais, whereby that meeting was attended by the broad-based members of parliament. I mean, wabunge kutoka mrengo wa Azimio la Umoja pamoja na wale wabunge kutoka eneo la mrengo wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Rais William Samoei Arap Ruto waliweza kukutana na rais katika ikulu hapo jana kwa ajili ya kuzungumzia swala ambalo rais aliweza kuambia ya kwamba kuna mswada fulani ama there was a bill that the president wanted to present in parliament so that that bill is going to be made as a law. Yani, kuna mswada fulani ambao rais alikuwa anataka kuleta katika bunge la kitaifa, na ambapo aliwaomba wabunge waweze kufika katika bunge la kitaifa ili kuweza kuvote yes. And therefore, those MPs came into an agreement ambapo mswada huo walikubaliana ya kwamba they were going to pass. Lakini kuna jambo ambalo waliweza kukosana wabunge pamoja na rais. Jambo ambalo ni walisema ya kwamba ndio watapitisha mswada huo, lakini walisema ya kwamba lazima rais awape kitu kidogo ndiposa wapitishe mswada huo. Ni kubaya. And that is where there was now a disruption. Huo ndio ulikuwa mwisho wa mazungumzo na mjadala wa that meeting, whereby baada ya wabunge hawa kuomba kitu kidogo kutoka kwa rais, rais alionekana kukasirika. His deputy Kithure Kindiki vile vile alionekana kukasirika na kile ambacho wabunge waliomba ama waliweza kuitisha. The same issue iliweza kuwafanya wabunge vile vile kukasirika na kuondoka katika State House of Kenya without any communication. Na right now, rais zaidi ya yote alionekana kuwaita watu ambao ni corrupt, simply because waliweza kuitisha kitu kidogo. Mtazamaji wangu, mtoto umleavyo ndivyo akwavyo. Remember, I can't blame these MPs because President William Ruto himself amewazoesha kuwapa pesa na kuwahonga wabunge katika bunge la kitaifa. There is a leaking information, if you listened carefully, in some months ago, ya kwamba wabunge waliweza kupewa kila mmoja shilingi 800,000, 800,000 each to vote yes during the impeachment of the former deputy Rigathi Gachagua. The same statement was proposed by the Embakasi MP Babu Owino, ambapo aliweza kusema ya kwamba wabunge walipewa pesa ili kuimpeach Rigathi Gachagua, na zaidi ya yote, that is why he never attended the impeachment of Rigathi Gachagua in parliament, because yeye mwenyewe hakuona makosa Rigathi Gachagua ambayo aliweza kuyafanya. Instead, Babu Owino said that if the impeachment was a truly a fact issue, then the government could have presented the evidences. And on the same note, they were supposed to go home, the two, that is the President William Ruto and DP Rigathi Gachagua. And why did they decide to impeach Gachagua instead of impeaching them both? Because they were both in the ballot. The same statement
iliweza kuzungumziwa ya kwamba 10 billion were paid to senators in the Senate to impeach Rigathi Gachagua, meaning wabunge wamezoea kupewa kitu kidogo na serikali ya Rais William Samoei Ruto wakati anapotaka kufanya kitu fulani. And this time round, the president ameonekana kuwa mvivu, ameonekana kuwa mtu ambaye hataki kutoboka. Sijui ya Harambee Stars walikula pesa wakamaliza, that is the reason as to why he never wanted to give them money. I don't know. But this time round, baada ya wabunge kuomba kitu kidogo, alionekana kujawa na hasira na kusema kwamba wabunge hawa wako corrupt, and that is why Silvana Sosoro pamoja na Kimani Ichung'wah wametishia ya kwamba they want to impeach the president. And they said the president has no power to rule them. The president has no power to impeach them, but they have the power to impeach the president. Ni kubaya, mtazamaji wangu. And in this incidence, mtazamaji wangu, tofauti hizi zinaonekana kutokea wakati ambapo ni kipindi kigumu kwa rais, because right now President William Ruto anaendelea kupata pingamizi kali sana kutoka kwa upinzani. A stiff competition. Remember, Rigathi Gachagua is one of the most uprising and the most expensive opposition leader right now in the Republic of Kenya. Anaangaisha serikali left light. And this shows how President William Ruto right now is being under pressure. And if he is not going to work under this issue, these MPs ama wabunge hawa wametishia kujiondoa katika mrengo wa serikali, na automatically each and every member of parliament ama mwanasiasa yeyote anapojiuzulu na kuondoka katika serikali automatically joins the opposition. And if any politician who is in opposition resigns from the opposition party, automatically joins the government, and the true is vice versa. And therefore, mtazamaji wangu, iwapo umeweza kufuatilia vipindi, umeweza kufuatilia mikutano ya kisiasa ya serikali ya Kenya Kwanza, tumeona wabunge ambao ni Silvana Sosoro, the chief whip, ambaye pia ni mbunge wa South Mugrango, pamoja na Kimani Ichung'wah, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, wakizunguka kila mahali. They have always supported the government. They have always supported William Ruto. They have always worked with the president to ensure that the empowerment program in the 47 counties in the Republic of Kenya are adhered to and accomplished. Na zaidi ya yote, licha ya rais kuonekana kukataliwa, kutopendwa na Wakenya wengi, bado viongozi hawa wamesimama na rais, wamekejeliwa, wametusiwa mara kwa mara, lakini wamesema ya kwamba mwisho wa siku the president has called them as corrupt leaders, na wamesema ya kwamba asante ya punda ni mateke. Therefore, if the president is not going to look into this statement before 2027, there are going to be a very, very serious loophole in the government. And remember, now the opposition led by Rigathi Gachagua and Fred Okengo Matiang'i, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Jeremiah Kioni na viongozi wengine wengi wa upinzani, they are now going to use this weakness to ensure that that loophole they are now going to use as a weakness and as a weak point to ensure that they are intimidating the current regime led by President William Ruto and ensure that they are injecting him. They inject him and ensure that they win 2027 presidential election. Remember, sasa hivi Wakenya wengi wanaonekana kuunga mkono upinzani, and they have now been seen wanapenda Rigathi Gachagua pamoja na Fred Okengo Matiang'i. Je, do you think this fight between the president and the MPs, that is the broad-based members of parliament from Kenya Kwanza and the opposition, that is the Azimio la Umoja coalition, if this situation is going to continue, do you think the president ataweza ama atawezana na kitu na swala hili? It is very unfortunate, and if this is going to happen, President William Ruto, he is going to be the first president in the Republic of Kenya who will serve a one term, a period of 5 years, na itakuwa ni historia. Remember, the same thing happened in USA to Donald Trump. Historia hujirudia.
The same thing President did to Rigathi Gachagua huenda ikamfanyikia na kumtendekia hivi karibuni. Hebu toa maoni yako na wazo lako kwenye comment section, but above all I thank you for the great support that you are granting this platform. Continue watching, liking, commenting and ensuring that you are subscribing to this platform. Wherever we update you in each and every breaking trending news, you be the first person to get the information. Let's meet in our next episode.